baadhi ya watu, baadhi ya vyama, baadhi hata ya serikali zinazojisikia wao ni watakatifu na wengine watakikaniwa wawe chini yao, wao ndio wako sawa na wengine wako kwenye makosa, lazima wawasikize wao. Na hilo lipo, kila mtu alijua. Bimaana wameifanya hii dini iko kwenye mkono wao, wao ndio wanajua kuiswarifu na kuipeleka, na mwingine yoyote ni wakutuhumiwa, hana ukweli katika kuipeleka dini kama hii. Na hawa watu wamefaulu, sio wamefeli katika mambo yao. Wameweza kuathiri watu wengi katika tabaka la watu wa kawaida, wengi wameathirika. Na katika tabaka la watu wa kawaida ambao kwamba ni wasomi si wa dini, madaktari, mainjinia, watu wa siasa, utawakuta wamevutwa katika upande huo kwa sababu ya maneno matamu ambayo kwamba nitayataja wanayoyatumia kuweza kuwachukua watu na kuwapeleka wanavyotaka. Na wamefaulu kidogo sana, hawakufaulu sana katika tabaka la walosoma dini wakavama katika dini. Watu walosoma dini ulimwenguni hawakuathirika sana na hawa, wachache sana walioathirika. Na hao wachache background yao ni wale ambao kwamba wamesoma katika system za kiacademic, hawakusoma katika system za kimashekhe. Kwa sababu academic system ni tofauti kabisa na system za ilmu zinazosomeshwa na mashayikh. Tabani hiyo ni mada nyingine, ziko vipi na utofauti wake, lakini hapa ninalotaka kulifikisha, walioathirika ni watu wa kawaida ambao kwamba si wasomi au wasomi lakini si wa dini, na wameathirika kidogo wasomi wa dini. Tena hao kidogo wingi wao ni wale waliosoma academic system katika mambo ya dini, wamesoma university za sheria ya Kiislamu lakini hawakukaa kwa mashekhe na kuzisoma ilmu kisawa sawa. Walifaulu vipi katika kuwaathiri? Kuna njia kadhaa au kuna maneno kadhaa matamu sana ndio ambao kwamba wanayoyatumia. Nitataja maneno matatu ndio yanayoathiri zaidi. Neno la kwanza, husema kuwa hii dini huchukuliwa kutoka kwenye Qur'ani na hadithi, haichukuliwi kutoka kwenye madhehebu. Sasa ukishakuambiwa wewe kama Muislamu mwenye imani ya kuwa dini haichukuliwi kwenye madhehebu, yachukuliwa kwenye Qur'ani na hadithi, automatic kwa vile hukusoma utasema kweli hapa kuna hatari. Na hiyo sio kuwa ni ushetani, la, ni moyo wako wa imani mzuri wapenda Qur'ani na hadithi, lakini huyu ndio shetani. Huyu ndio shetani. Kama vile alivyomjia Abi Huraira akamfundisha ayatul kursi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sadaqa wa huwa kadhub, hili amezungumza kweli lakini ni mrongo sana huyo. Kama vile vile wakati wa al-Imam Ali bin Abi Talib walipoinua miswahafu wakasema tunataka kuhukumiwa kwa Qur'ani, ni maneno mazuri. Al-Imam Ali akawaambia qawlu haqqin urida bihi al-batil. Na hawa watumia lugha kama hiyo ya kuwa dini haichukuliwi kwenye madhahib, yachukuliwa kwenye Qur'ani na Sunna. Mtu wa kawaida ataathirika na msomi ambaye kwamba si wa dini pia ataathirika kwa sababu ya roho yake ya imani iliyokuwa nzuri. Yani ni mtu innocent wakamdivert kwa hila za kishetani. Sababu ya pili ambayo kwamba pia wanaitumia kwa lugha nzuri, wanasema ya kuwa dini haichukuliwi kwa watu, yachukuliwa kwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Yani huku wakupa lugha Qur'ani na Sunna ni hayo hayo, lakini huko atakwambia vile Qur'ani ni kitabu, Sunna ni kitabu, basi usichukue madhahib kwa kuwa ni vitabu. Kisha yuenda kwa watu sasa, usichukue dini kwa watu, chukua kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisha kumwambia mtu namna hiyo, moja kwa moja moyo wake mzuri utasema ni kweli. Kwa nini nichukue ilmu yangu au dini yangu kwa al-Imam Shafi'i au al-Imam Abu Hanifa au al-Imam Hanbali au al-Imam Malik? Hawa ni watu, mimi nataka kuchukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lingine la tatu ambalo kwamba wanalolitumia ni general zaidi na pia linaathiri ndani. Wanasema usichukue dini kwa wale ambao kwamba si maasumin. Waona hatari? Usichukue dini kwa wale ambao kwamba si maasumin. Chukua dini yako kwa wale ambao kwamba ni maasumin. Ni nani maasum? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au ni Qur'ani ndio maasum. Kwa nini nisifanye hivyo? Kwa sababu maasum hakosei. Na ambaye kwamba si maasum yuakosea. Kwa hiyo unapofuata mashekhe hawa si maasumin, waweza ukaingia katika riski ya kukoseka dini yako. Nenda moja kwa moja kwa ambaye kwamba ni maasum, hutokuwa na riski ya kukosea.
mtu ambaye kwamba hajasoma kwa undani, moja kwa moja ataona haya maneno ni kweli, ataanza kutupa ulama, atupe madhahib, aanze kutafuta dini moja kwa moja kwenye Qur'ani. Ndio msiba huu ambao kwamba tuko nao, na ndio ilinipelekea nizungumze madhahib ni kitu gani, watu waelewe madhahib ni kitu gani.